Bwana, moja kati ya habari kubwa ambayo kwa sasa hivi inazungumziwa sana Tanzania ni hali ambayo wanapitia kwa sasa hivi manager wa mwanamuziki Diamond, lakini pia moja kati ya watu ambao wamesaidia ukuaji wa wasanii wengi wakubwa wa muziki wa Bongo Flava Tanzania, akiwa na Yamoto Band, TMK, Wanaume Family, lakini pia ameshapita katika makundi mbalimbali. Bwana, leo ninaye moja kati ya mtu wa karibu, Collins, tuzungumze naye hali ya Mkubwa Fella na yale ambayo yanazungumzwa. Juzi kati tumetoka kumsikia mke wa Mkubwa Fella akizungumza namna ambavyo ushirikiano wa wasanii na manager huyo wa muziki Tanzania. Bwana Collins, mambo vipi brother? Fresh. Kama kawaida? Kama kawaida, tunashukuru. Be comfortable bro. Nipo full, nimerelax. Sina papala, sina mbwembwe, sina nini, nimerelax, I'm cool. Bwana, mambo yamekuwa mengi sana, yanazungumzwa mengi kuhusiana na hali tunaelewa ya kwamba Mkubwa Fella hayuko katika hali nzuri ya kiafya. Tumemsikia mke wake siku ya juzi akizungumza, lakini pia tunasikia watu mbalimbali wanazungumza ushirikiano ambao wasanii wanatakiwa wampe kwa sababu amefanya mambo makubwa kwenye industry. Kuna vingi vinazungumzwa Collins. Vingi vinazungumzwa. Tuanzie hapo kwa mke wake. Imekuwa taharuki kubwa kwa sababu jamii yenyewe na wananchi kwa ujumla hakutegemea kabisa swala ambalo mke wake ambalo angeweza kuongea kwenye mitandao kama hivi, kwa sababu ya kukosa ushirikiano ya jamii na wasanii kwa ujumla. Ukiangalia kama Mkubwa Fella ni mdau mkubwa katika kiwanda chetu cha muziki wa Bongo Flava, hata katika mipira Mkubwa Fella ni mtu ambaye anasupport sana vijana. Hasa ukiangalia hivyo walivyoibeba tasnia ya Bongo Flava ya mpira, afu leo anaugua, anakosa support, inasikitisha kwa sababu hii inatuonesha jamii tunaenda wapi, kwamba tunakuwa na mtu akiwa mzima kwenye furaha, kwenye matatizo tunamwacha. Umeona jinsi inavyotuumiza, afu haitupi picha nzuri. Ukiangalia kama kiwanda cha Bongo Flava, wasanii wengi watemeke, ambao sio watemeke, Manzese, Kinondoni, wilaya zote za Dar es Salaam, Mkubwa Fella kahusika kwa kiasi kikubwa sana. Amewatoa vijana wengi, wakina Necha, wakina Chege, nikianza kutaja orodha hapa orodha kubwa. Afu leo kama hivi anaugua, akikupigia simu ushiki, wewe ni nani sasa? Utakuwa ugui? Utakuwa umwi? Utakuwa upo perfect miaka 100? Utapita njia hiyo lonyoka? Utakuwa hamna up and down katika maisha yako? So sahihi. Umeona, inaumiza. Sasa sitaki nianze kuwataja kwa majina wasanii wote ambao, ila kuna watu ambao tunaona kabisa jamii shawaamini kwamba wao katika muziki wamefanikiwa kwa asilimia kubwa, na wana mzigo, wana hela, maisha yao tunaona maisha yao mazuri. Leo unashindwa hata kumsupport mtu anauma. Eti Baba Levo naye ulivyokuwa mweu, unasema eti kabisa eti Mondi hela zompa Mkubwa Fella, unaweza kujenga nyumba 3, sijui ukanunua gari. Hela ngapi Mkubwa Fella kasababisha Mondi kazipata? Leo akiugua, ukitoa msaada kidogo uanze kusema kweli kwenye jamii, haileti maana. Kwa sababu kama Mondi alibidi amsaidie kwa kiasi kikubwa afya yake, aanze mwanzo hadi mwisho, na asiseme kokote kwamba ametoa mihela mingi, kwa sababu yeye amechangia mchango Mkubwa Fella kufika pale Mondi. Unadhani Collins, kuna nini ambacho kipo mpaka leo hii tunaona watu wa karibu ambao walisaidiwa kwa ukubwa na Fella katika mafanikio yao ya kimuziki na mengine, leo hii wako nyuma, hawataki kuonyesha kipaumbele kwenda kumuona ama kusaidia katika matibabu? Unadhani kuna nini ambako kipo? Ukijiuliza kuna nini, unakosa majibu, kwa sababu hivi inavyoonekana jamii ya Kitanzania inapoteza ile love sasa, ile love ya utu. Kwa sababu hapa mwisho wa siku love ya utu imepotea, kwa sababu mtu anaonekana akiwa mzima ndo bora, kufa tukupe maua. Sasa hii inaenda wapi? Tumpe maua mtu akiwa hai, akiwa katika afya yake bora, akiwa mzima. Ndio hii inatuonesha, inatuweka umoja, inatuonesha love. Lakini kwamba mtu anaumwa
hatumeonyesha ushirikiano, jamii imepoteza upendo. Naweza nikasema hivyo. Hata tukijiuliza kwa haraka, jibu linakuja upendo umekufa. Hamna upendo kabisa. Mtu kama Mkubwa Fella alikwamba atakiwe atendi kwa sababu anaumwa, atendi katika mazuri yake kwa sababu amefanya mengi. Umeona? Milo naongea kwa uchungu kwa sababu hiki kinachonionyesha hapa, naongea kwa uchungu kwa sababu ya training ya mtu anaumwa. Ana training vipi mtu akiwa anaumwa? Akati huyu mdau mkubwa ibidi ateng kwa mazuri yake. Ukiangalia mameneja wengi wamefika pale kwa sababu ya Mkubwa Fella. Nikimtaja jina mmoja nani, meneja TikTok Tale, kabla Abdul Bonge hajafariki. Abdul Bonge alitoka Manchester kumfuata Mkubwa Fella Temeke, kumkabidhi Tale kwamba utaongoza crew yangu hii, utamsaidia huyu meneja afikishe crew yake malengo yake. Na leo tumeona pale uwezo, madini alopewa yamefika pale. Mwisho wa siku amekuwa mheshimiwa mbunge. Mkubwa Fella kahusika. Sasa leo kwa nini tusiwe naye pamoja katika hili hadi afya yake iwe mzuri? Anakuja kutenda akiwa naumwa. Ili si swala ambalo linatuumiza. Jamii inaenda wapi? Inasikitisha. Wengi wanamuona Fella amezungumkwa na watu ambao wana uwezo. Msanii kama Diamond Platnumz, tunaelewa kwamba kuzungumzia wasanii wenye fedha nyingi Tanzania, Afrika Mashariki, kwa haraka haraka utamtaja Diamond. Lakini pia Tale, moja kati ya mameneja ambao wamejipata, mbunge na ana fedha, umeona. Lakini kuna wasanii kama Rayvanny, wakina Madi, wakina Chege, ni wasanii ambao wamesaidiwa na Fella na sasa hivi wana kipato, wakina Mbosso, wakina Aslay. Nadhani hawa wote ambao wamesaidiwa na Fella wanashindwa kumsaidia Fella ili mradi jamii isijue kinachoendelea, mpaka sisi wengine tunajua sasa hivi, inamaanisha kwamba kuna shida hapo. Msaada hujafika, ndio maana jamii sasa hivi inajua na tunaongea. Hawa pengine hawajaguswa na ugonjwa ambao unamuuma Fella. Inasikitisha kwa sababu ukiangalia watu wote ambao waliwataja ni watu ambao wamepita katika mikono ya Mkubwa Fella. Ushaona? Hasa leo inakuaja na kwa Mbosso cha kipaumbele. Ni wengine wapi? Hamna riziki. Hamna cha kumsaidia Mkubwa Fella. Mbona mnajeka nyuma jamani, wakati mtu aliwashika mikono kabisa? Haipendezi tuje leo kwenye media tuanze kuolezeshana, wewe fulani, wewe fulani, wewe fulani. Sio kitu kizuri. Jamii tunaipeleka wapi jamani? Afu wasanii vioo vya jamii. Leo ndo tunaongea haya jamani kwa sababu muda wetu mkubwa anaumwa. Hii haijengi picha mzuri kabisa, haijengi picha mzuri. Haijengi picha mzuri. Matatizo watu wanakataana. Katika matatizo watu wakikataana, ndo hivyo jamii inakuwa inapotosha. Sasa hii inaenda wapi jamii jamani, inapotea. Mimi kilio changu ujue unavyozungumzia wasanii, binadamu wa kawaida ndo wote sisi jamii moja. Kwa hiyo hii inasikitisha kuona Mkubwa Fella anapitia magumu afu tunamwacha peke yake. Haipendezi kuiacha familia. Paka mkewe anaonekana hivyo, anaongea kauli, anaonekana hivyo, anatoka hizo. Diamond pia kakimbia. Diamond eti kakimbia, sijui kaenda wapi, kakaacha. Afu haipendezi, msanii mkubwa Tanzania. Eti Rayvanny nao najisahau. Usifuatishe nyao za Simba. Simba kashapotea. Acha bwana. Aslay okota. Aslay kwa sababu mtoto atemeke, mimi naweza nikamfuata Aslay nikamwambia kabisa, blaza unakoenda si wao mambo. Waachia hao kwa sababu Fella kashakuwa kama baba yako. Leo sipopokea simu sio kitu kizuri, sio kitu kizuri kabisa. Unamwachiaje Mbosso sana mdogo wako afu anakuwa tatizo la Mkubwa Fella analibeba, ni kitu kizuri lakini ilibidi uungane naye. Nature uko wapi blaza? Blaza onekana wewe ndio ibidi uwe mstari wa mbele kuhamasisha hawa watu wengine. Mablaza wangu Chege, Temba, Keyala, tuonekane jamani kwa Mkubwa Fella apate kidogo faraja. Hata tusipoenda na burungutu la hela, unajua ukimwona mtu kipindi anaumwa, faraja tosha. Hata kama alikuwa na vimalaria, nikifika pale na vitunda vyangu, sina hela hata na lita langu la maji, napunguza kidogo malazi yake, anapata nguvu. Kwa hiyo mimi nilikuwa naiomba tu jamii twende kwa wingi, hata kama sisi wengine hali yetu mbaya, twende tukamwangalie Mkubwa. Lakini moja kati ya kauli ambazo mara nyingi Fella kwa akizungumza ni kwamba analipwa fedha nyingi sana na Diamond Platnumz.
zaidi ya milioni 40 analipwa kwa mwezi na Diamond. Pengine watu walikuwa wanadhani ya kwamba Fella ana uwezo wa kujitibia mwenyewe pasipo mtu mwingine yeyote. Ndio maana pia watu wanaacha, kwa sababu wanajua Fella mzigo upo na kashafanya mambo mengi kwenye mziki, mzigo wa kutosha upo. Ukizungumzia fedha inatumika siku zote, maisha ya kila siku. Ukiangalia kama mkubwa Fella ni manager yule, umeona. Kwa hiyo kwa hela unaweza ukawa nayo, lakini inafika stage kila siku afanye show, afanye nini. Atakiwa na milioni 100 leo, anaweza kainvest akajenga, nyingine akatumia ikaisha, kwa sababu maisha yanategemea kila siku matumizi ya pesa. Umeona, angekuwa anafanya show yule kama Mondi, kwa sababu Mondi akifanya show leo Paris, kesho yupo Marekani, kesho kutwa yupo Denmark, wapi. Kwa hiyo hela yake inakaa. Kwa hiyo kwa hili tusimlaumu, tuwalaumu alofanya vyanzo vya hela viingie vingi, alafu leo hawamsaidii. Hawa lawama ikifika kwao sawa sawa. Lakini pengine wanalaumiwa, lakini labda waliondoka vibaya kwa Fella. Waliondoka vibaya, kama tulikuwa tunasikia kuna story kutoka kwa Moto Bendi zamani, walikuwa wanalalamika kipindi walivyoachana na Fella, walikuwa wanalalamika kwamba fedha aliwazurumu, walikuwa hawapati haki zao za msingi. Ubaya hata mtu kwako akiondoka vibaya kwako, hautakiwi umlipe mabaya. Siku zote ubaya wanalipwa na wema. Hata kama Fella alikuwa wao wengine wameondoka kwa Fella vibaya, tulipe mema. Kwa sababu ubaya unafutwa na mema. Haipendezi ubaya ukifutwa kwa ubaya, alafu mtu anaumwa. Kwa hiyo inabidi wafute ubaya kwa mema.